nyinyi wazazi mnatakiwa kuwaimarisha hawa na kuwapa moyo hawa ili waendelee na jambo hili zuri, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbora wenu yule ambaye aliyesoma Qur'ani na akaifundisha. Na hii Qur'ani ndio jambo la kwanza aliyepewa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipoambiwa iqra, soma. Na hawa vijana wanachukua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa masikitiko makubwa wazazi tunasababisha watoto hawa wakipuuze kitabu hichi baada ya kukihifadhi, na hasa tumeelemea katika dunia leo. Vijana wanapata tabu sana. Ukiangalia vijana hawa wanaenda shule asubuhi, achia shule, mtoto wa miaka miwili anakwenda chekechea, akimaliza hapo darasa la kwanza anakwenda shuleni, kuna tuisheni mpaka saa 12, saa 8, saa ngapi sijui, darasa la 4 mpaka saa 12, saa 1 rudi shuleni. Hawana Jumamosi wala hawana likizo. Shule zikifungwa walimu wanaambia waje kusoma, sababu darasa la 4 wewe uje shuleni tu. Na darasa la 4 ukiangalia ndio wale ambao wanafika miaka 7, miaka 8, ambao hawa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakihifadhi. Lakini kwa mapenzi yao na juhudi zao tunawasikia hapa juzu 20, juzu 5, juzu 10 wanazihifadhi. Kwa hiyo wazazi tuwape moyo, tuwaongoze vijana hawa na tushirikiane na walimu wanaefanya jambo hili. Wanaacha shughuli zao, wanakaa mahala kwa kuwatengeneza. Lakini haya wazazi tunapenda sana dunia. Mimi ni mwalimu wa madarasa na takriban miaka 40 nafundisha. Ukifanya kikao madarasani, basi wa 90% watakuja kina mama, mwanamume haji. Lakini mikutano ya shule wanaongozana baba na mama, na mtoto wao wanakwenda kula na kuthamini. Lakini wama alhayatu dunia illa mata'ul ghurur, ni muda mchache sana starehe zao. Kuna kijana hapa amesoma, tunasema sisi kipofu. Huyo sio kipofu huyo. Unaweza ukawa na macho lakini huoni, na huyu bwana anaona. Kuna watu hapa wanaona, macho yao mawili yanaona kabisa, lakini ukiwapa hawawezi kusoma kitabu hicho. Kwa hiyo wewe usiojua, na huyu nani mwenye kuona? Huyu anaona, kwa sababu upofu sio wa macho, upofu wa moyo. Mbalimbali juu ya matukio ya ajabu yanayoendelea katika dunia yetu, katika mikoa yetu, mawilaya yetu, makata yetu, maeneo yetu husika. Mimi napokea, ni ajabu, ni ajabu baba kulala na mtoto wako. Ni ajabu sana, ni fedhea, ni fedhea kubwa mno. Baba unamlawiti mtoto wako wa kiume. Kweli sisi tunahitaji pia kufika huko mlipofikia nyinyi, na wao wanahitaji pia kufika huko ambapo tumefikia sisi na zaidi ya hapo. Sasa leo unapomfanyia mtoto wa kiume kitu kama hicho, anaitwa Juma, tegemeo lako na nini? Aitwa Ashura? Tutakuwa na mababu huko tunapokwenda? Tutafikia kweli kuwa na mababu? Hatuwezi kufika, kwa sababu tayari kizazi tumesha kiporomosha, tumesha kiharibu. Ni fedhea kwa kweli, ni fedhea. Athari zinazomkumba mtoto kutoka kwa mzazi wa kiume ni tofauti na athari zinazomkumba mtoto kutoka kwa mzazi wa kike.
Kwa hiyo nipende nakazia mkazo hapo kwa sababu ya matukio hayo kuzidi, lakini pia kukumbushana, ndugu zangu Waislamu, kukumbushana la kuondoka nalo kwamba sisi pia watoto wanahitaji kufika wewe ulipokuwa. Laiti kama mzazi wako angekulea kwa namna wewe unavyomfanyia mtoto wako, usingefika hapo, angeshakuharibu zamani muda kabisa. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, niwasihi baba zangu, vijana wenzangu, wadogo zangu mlioko hapa, hebu tuwe katika misingi mizuri ya kidini na yenye kumuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini pia niseme na nyinyi kina mama, ama sisi mengine tunasababisha sisi wenyewe tunasababisha, maana sisi ndio tunaohusika na malezi ya muda wote wa watoto wetu. Tuko nao nyumbani. Mtoto wa kiume anatoka nyumbani amevaa katakei, mgongo wa nyuma wote uko wazi. Unauliza, unasema jana hivi ulimuona Diamond ile golovae? Diamond yule, inna lillahi. Na Diamond na wewe wapi na wapi, na mtoto wako na maisha yako wapi na wapi, wapi na wapi? Lakini unajikusuru kabisa, Diamond yule. Au mtoto wa kike katoka na mwigi huo kama mumbi, anapita pale, mishedo mikope imesimama kama fyagio. Wewe tena unatoa ufafanuzi, awe Nandi jana ulimwona? Ndio vazi lile. Inna lillahi. Unatoa ufafanuzi kwa Nandi ama kwa Zuchu? Wapi na wapi? Sasa sisi ndo tunaohusika na malezi ya muda wote kwa watoto wetu. Kwa hiyo sisi pia nako tunachangia kwa asilimia kubwa, kwa sababu hatutaki kwenda kwa mwongozo. Vitabu vya dini vimeorodhesha kila kitu, kipo malezi, ukuaji, kila kitu. Kama naongopa mashehe wangu wapo hawa wataninyosha, lakini na hakika vipo, kwa sababu na mimi nimepitia. Vipo, tumepewa malezi, namna ya kulea watoto wetu, lakini hatuendi vile tunavyotaka, inapotakiwa, dini inapotuongoza, hatuwezi. Sasa leo tuko kwenye tukio adhimu kama hili, na watoto wetu hapa wamesoma vizuri kabisa. Tumewaona vijana hapa wamesoma. Kama tungekuwa tumelegea, tungevipata hichi kizazi. Leo tunapita kusherehekea hapa na kutoa zawadi hapo baadaye kwa ajili ya washindi waliohifadhi Qur'ani. Tuseme mbona tunakaa kimya? Tungepata hicho kizazi? Kama tungekuwa ndo tunalegea kutwa kucha kuangalia ya dunia ndo yanatumeza vichwani mwetu, tungepata hichi kizazi? Tusingepata. Sasa kwa umoja wetu tumuombe Mwenyezi Mungu sana, tupige goti sana. Dunia imegubikwa na mambo mengi ya ajabu. Dunia imegubikwa na mambo mengi ya ajabu. Kwa hiyo sala, maombi yanahitajika sana, yanahitajika kwa dunia ilipofikia hivi sasa. Mnanielewa ndugu zangu? Nimeielekeza kwa nguvu zangu zote huko ni kwa sababu matukio yanayoendelea katika maeneo yetu yameshika hatamu, yamekuwa ni mengi. Matukio ya kijinsia, wake kwa waume, watoto wetu wanafanyiwa matukio ya kiukatili kweli kweli. Kwa hiyo hotuba yangu nimeipeleka huko ni kwa sababu ya kuwasihi wazazi wenzangu pamoja na kujisihi mimi mwenyewe juu ya malezi bora kwa watoto wetu. Tuwalee watoto wetu vizuri ili tuendelee kupata kizazi bora katika maeneo yetu. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ulikuwa ni kwa wanawake pamoja na wanaume katika malezi, wawalee watoto, wafanye jitihada kupitia malezi hasa ya kiimani. Maana kwenye imani mara nyingi ndio kunajenga maadili mema, maadili ya kumjua Mungu, maadili ya utu, yanatokana na masuala mazima katika kiimani. Kwa hiyo leo nimekuwa ni mtoa hotuba ya malezi kwa kusisitiza wazazi wenzangu waweze kujikita
katika malezi bora yenye kumjua Mungu na kumuogopa Mungu. Kwa upande wa dini, wa viongozi wa dini pia niliwasihi, kwa maana wao ndio wenye wanao watafsiri wa vitabu vyetu, hasa kitabu chetu katika imani. Nimewasihi kwa namna nilivyowasihi waende wakatengeneze makongamano ya wanawake, mikutano ya wanaume, mihadhara mbalimbali ambayo itakayokuwa inazungumzia malezi ndani yake, kwa sababu matukio haya yamekuwa ni ya kiuvunjifu tu wa maadili. Ni kukosekana kwa maadili ndiyo yamepelekea kuwa na matukio, kuzalisha matukio ya ajabu mengi. Baadhi ya matukio kama mawili, wakati kabla ya kuwa diwani ni mjumbe wa halmashauri katika chama cha siasa cha CCM. Nilikuwa mjumbe wa halmashauri ya CCM wilaya hii ya Mkuranga. Huko ndipo nilipoanza harakati zangu, au nilipoanza kupata hizi taarifa za matukio ya kiukatili wa kijinsia. Kwa hiyo niliweza kufuatilia tangia huko, na wakati tayari niko diwani, tayari nimepokea kama matano, lakini mawili tayari yapo katika hatua nzuri kabisa na yenye kuridhisha kwa kweli. Maoni yangu kwa wale ambao wameshiriki na wameweza kupata neno katika hadhara hii, waende wakafanyie kazi, lakini idadi ya watu walioko hapa sio wengi kama walioko nje. Kwa hiyo nimewaomba na kuwasihi wao wakawe walimu huko nje sasa, kwa kuambia wale wenzao au kwa kuwaelimisha wenzao juu ya hiki ambacho leo wao wamekipata kupitia mimi diwani wao, lakini pia na viongozi wetu wa dini wamezungumzia sana. Nyinyi wenyewe mashahidi, mmeona hilo. Na tukishika Qur'ani ndiyo tumeishika jamii, tukishika Qur'ani ndiyo tumeishika jamii, na tukiacha Qur'ani ndiyo tumeiacha jamii, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu, watu wa Qur'ani ndio watu wa Mwenyezi Mungu na ndio watu wa kipekee. Nisisitize na kuwaomba serikali pamoja na watu wenye uwezo watudhamini sisi watu wa Vikindu. Bado tuko chini katika upande wa uandaaji wa mashindano haya ya kata, inshallah. Wabillahi tawfiki hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukio hili la leo mimi nahusika kwa 80%. Mimi ni mlezi wa taasisi zote zinahusiana na masuala ya Kiislamu kuhusu kutunza watoto. Tunashirikiana na watoto wanaotunzwa kwenye vituo vya watoto yatima. Kuna kituo kinaitwa Okti Nur, tunashirikiana na Mama Layani, ukiwa na mheshimiwa mwenyekiti wa kata Shehe Dimoso. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana, lakini wakati tunashughulika na malezi ya watoto kuhusu dini, tuko pamoja na viongozi wetu wa kiserikali. Ndio umeona hata leo kwenye hili tukio hapa mgeni rasmi amekuwa mheshimiwa diwani wa viti maalum. Tuko karibu. Changamoto zinavyoiburiwa kwenye madrasa zetu, malezi ya watoto, dhuluma za watoto, hata zile changamoto ambazo zinapatikana kwenye majumba wanakoishi wale watoto, zikifika kwetu tunashirikiana na kiserikali. Kwa sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kata ya Vikindu viongozi wote wa kiserikali, lakini hususan wilaya ya Mkuranga, changamoto za kidini, shehe mkuu wa wilaya pamoja na mheshimiwa mbunge, sisi hawajatuacha mbali. Swala malezi ya watoto, tunaona maadili yanavyomomonyoka, utandawazi umekuwa mkubwa, wanawake kuwa wanaishi na watoto wadogo, wababa watu wazima wanatembea na watoto wao, lakini hata ile imani ya mjomba na binamu sasa hivi imekuwa haipo. Sisi tunadili na hayo majambo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaomba tuendelee kutupa ufahamu, lakini ushirikiano wetu serikali pamoja na walimu wa madrasa pamoja na vyombo vya serikali, sisi tunamshukuru Mungu, tuko pamoja. Kwa majina naitwa Thabit Khalid Ali Jongo. Nashukuru kuja kushiriki mashindano leo hapa Vikindu. Nashukuru kwa kupata zawadi, alhamdulillah.